pray. Amen. Naweza keti chini. Sifa na utukufu ni zako kwa sababu wewe ni Mungu. Tuweka mtumishi wako anayekuja kunena nasi mikononi mwako. Neema ya mbinguni mshukie na ukuu wako mzunguke. Kwa jina la Yesu tunaomba. One more time. One more time. One more time. Lord, I need you. One more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mbona leo mahali pa furaha kwa kutulia ama kwa kukua? Tumeona. Leo ni mahali pa muhimu, yaani nimenuisha. Nimejisikia nimekuwa upya tena. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka tuendelee na ibada yetu. Sitaki kuanza ibada ya pili, nataka tuendelee na ibada. Lakini ukiangalia kwanza ibada ambayo ni ya kwanza, ukiangalia vipengele ama mafundisho ambayo najua Bwana ametuambia mahali hapa siku ya leo, utapata kwamba ni njama fulani ambayo shetani ako nayo, ama ni njama fulani ambayo adui amebuni. Labda ukiangalia vitu vile zinaendelea katika ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kawaida, kwa sababu nataka ujue kwamba kila kitu ambacho kinafanyika ambacho kinaonekana hakijafanyika tukiachana, lakini hiyo kitu kwanza kilikuwa programu katika ulimwengu wa kiroho, ndipo sasa kimejidhihirisha katika hali ya kikawaida. Kwa hiyo utapata kwamba vitu zote ambazo mtumishi wa Bwana ametufundisha mahali hapa, utapata kwamba hiyo conspiracy ya shetani, hiyo ni njama ambayo shetani anatumia ili ya kwamba kapate kutupinga. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni njama ambayo adui anatumia. Ndipo mhubiri akasema kwamba kuna hatari, na kale kile nasema kwamba kuna baa, na kwamba kuna hatari ambayo anasema kwamba alikuwa ameona chini ya jua, ya kwamba wakwezi wanatembea kwa miguu na watumwa nao wanatembea kwa farasi. Ni kwa sababu kuna hatari ambayo ilikuwa imeonekana. Kwa hivyo kuna ile conspiracy, kuna ile ujanja ama kuna ile njama ambayo adui anapanga. Bwana asifiwe sana. Lakini unapata kwamba ni mpaka tu wakati tutakasirika, ni mpaka tu wakati tutashikwa na uvivu, utasikia utakuwa na hasira vile ulikuwa unataka kuwa nayo asubuhi ya leo, ndipo utapata kwamba hali zako zitabadilika. Lakini kama bado uko katika zile hali, ama ndipo unataka kwamba maisha yako ibadilike ama maisha ya kanisa ibadilike, ni mpaka utakapokasirika vile niliona asubuhi ya leo ulikuwa unataka kukasirika. Bwana asifiwe sana. Unajua kitu moja ambacho umekuja kugundua, ambacho labda naweza sema kwamba shetani ameprevail juu ya mwili wa Kristo ama juu ya kanisa, ni ya kwamba shetani ameveil, yani ametufunika, ameveil mwili wa Kristo ama ameveil watumishi wa Bwana, ya kwamba amefunika, kuna veil fulani ambayo ameweka katika uso wetu, ya kwamba hatuwezi kuona. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio kitu nikiangalia katika ulimwengu wa kiroho, utapata kwamba hiyo ndio kitu ambacho shetani ni kama amewini juu ya kanisa, kwa sababu amefunika. Unapata kwamba pia viongozi wamekuwa vipofu, vile tulikuwa tunaomba kwamba wanapapasa papasa, lakini nawaambia kwamba mpaka wakati tutakapo kasirika, mpaka wakati tutakaa chini useme kwamba imetosha na imetosha, hivyo ndio utakuwa huru. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nasoma katika historia ya kina Isaac na Jacob na Esau, nikapata kwamba kuna wakati Jacob alikuwa Isaac alikuwa anataka kubariki mtoto wake Jacob, na Biblia inasema kwamba na alikuwa anataka kubariki Esau, na Jacob naye akasikia hiyo siri kupita kwa mama yake, na akaenda kufanya ile jambo hiyo ambayo unajua jambo ambayo ilifanya. Na kisha wakati Esau alitoka katika forest kuwinda kutengeneza vile baba yake alikuwa amemwambia, na Biblia inasema mahali pale katika Genesis 27 kwa sababu mahali pale unapata kwamba Biblia inasema kwamba wakati Esau alifika akamwambia baba yangu ya kwamba nibariki, baba yake akamwambia kwamba nimeshabariki na ndugu yako amedanganya nimeshabariki tayari. Biblia inasema kwamba akapiga akalia kwa uchungu, akasema yani baba ulikuwa tuna baraka moja, hauna baraka nyingine. Akamwambia kwamba nimeshabariki ndugu yako na wewe utakuwa mtumishi wake. Lakini kuna kitu kile ambacho alimwambia mahali pale, alisema pale kwamba wakati utakasirika, wakati utafika mwisho, wakati unaona kwamba imetosha, ndipo utakapovunja nira ya ndugu yako juu ya shingo lako na utakuwa huru. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni mpaka wakati kanisa tutakasirika na mpaka wa Kristo tutakasirika, ndipo tunaenda kuvunja nira iliyo juu ya maisha yetu, na ndipo tunaenda kuwa huru. Hatutarudi katika standard zetu, hatutarudi katika viwango vyetu, hautarudi mahali penye Mungu alipitia kama bado haujakasirika. Bwana asifiwe sana. Mfano mzuri ni yule mama ambaye anataka kuzaa. Unajua mwanamke
wakati anataka kuzaa, najua kwa sababu pia mimi niko na bibi, niliona wakati anataka kuzaa, nataka ujue kwamba yeye huwa hajali ni nani aliye karibu na yeye. Wakati ameshauma utungu, amefika mwisho, amesema nimetosha, yeye atasukuma, atazaa ule mtoto. Wakati imefika wakati ya kwamba nitakana lazima tukasirike, tukue na hasira, ndipo tunaenda kufikia katika hatima yetu. Bwana sifa sana. Kwa hivyo ukiangalia mambo yote ambayo tuisha Bwana amefundisha siku ya leo, utapata kwamba hiyo ni njama ya shetani ambayo anatumia ili kwamba kututrick, ili kwamba kutupofusha, ya kwamba tusifikie baraka zetu. Bwana sifa sana. Kwa hivyo siku ya leo nataka nianzie mahali pale msomo nao ama mahubiri yangu ama mafundisho yangu, na kichwa cha topic yangu nimeandika kwamba it is written, ya kwamba imeandikwa. It is written. Na nikisema it is written inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba it cannot be changed, ya kwamba haiwezi badilishwa. Kama imeandikwa haiwezi badilishwa. Bwana sifa sana. Ndipo sasa nimeandika kwamba imeandikwa. Ndipo sasa naweka kichwa changu kwa kwamba imeandikwa. Na nataka utulie mahali pale ukijua kwamba kufikia mwisho wa ibada ya leo, nataka kupatia silaha moja, kwa sababu kuanzia asubuhi tumekuwa tukiomba, wametuambia pale mahali ya kwamba challenges ambazo zinapiga imani yetu. Na pale tulisho Bwana naye amekuja ametuongoza kwa maombi. Lakini na mimi asubuhi ya leo nataka nitakupatia silaha moja kufikisha mwisho wa ibada ya leo. Nitakupatia silaha moja ambayo hata shetani hata exist, ya kwamba pale hata wachawi kama uganga hautaipinga. Ni lazima wakati utasimama nayo, ni lazima kwamba utashinda. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo utapata kwamba kusoma katika kianzia mahali pale tusoma kwamba katika 1 Corinthians, not Ephesians, not Corinthians, bali tusome katika Ephesians chapter number 1 verse number 3. Biblia inasema mahali pale kwamba, nadhani kama uko na Biblia utanisaidia, tutasaidiana kuhubiri sisi wote ili kwamba tukomboe muda. Katika Ephesians chapter number 1 verse number 3. Ephesians chapter number 3, kama umefika mahali pale unaweza soma. Amen. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba atukuzwe Baba wetu wa mbinguni Yesu Kristo, ambaye ametubariki na baraka zote za kiroho kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo unapata kwamba ni kwa sababu gani unapata kwamba tunang'ang'ana, ama kwa sababu gani tuko na challenges katika maisha yetu. Na Mungu hapo ukiangalia mahali hapo unapata kwamba Biblia imetuambia kwamba Mungu ametubariki na baraka zote za kiroho. Kwa sababu wanajua amesema kiroho, usiniambia kwamba sasa hivi tunaongelea mambo ya kiasili na unasema kiroho. Nimekuelezea wakati tulianza kwamba vitu zote ambazo unaona vikitendeka vikwe vizuri ama vibaya vinaanzia katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo pale katika Efeso pia inasema kwamba atukuzwe Mungu wetu ambaye ametubariki na hizi vitu zote katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hivyo unapata kwamba kuna vitu, kuna baraka ambazo zinachelewa juu ya maisha yetu. Lakini kwa sababu gani hizo baraka hatujazimiliki? Ni kwa sababu gani tuko katika kanisa na bado hizo challenges ambazo tunafundishwa bado zinatupinga? Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu gani hizo vitu zote bado zinatuzuilia? Nataka tusome katika Mathayo chapter number 22 and verse number 29. Mathayo 22 mstari wa 29. Mathayo 22:29. Kwa hivyo unasikia Biblia inasema namna gani? Yesu akawajibu akawaambia kwamba mnapotea ni kwa sababu hamjui maandiko. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema tunapotea kwa sababu hatujui maandiko. Yaani Biblia Yesu akawajibu kwa sababu pale Biblia imetuambia bado tunasoma katika Efeso ya kwamba Mungu ametubariki na baraka zote. Lakini kwa sababu gani tunapotea? Biblia imetuambia mahali pale ni kwa sababu hatujui maandiko. Kwa sababu wakati mjaribu wako huwa anakuja ama wakati ukiwa katika shida, je, huwa unasema namna gani? Ama ni kitu gani ambacho unaongea katika kinywa chako? Kumbuka wakati Mungu anataka kutumia Joshua, anataka kupeleka wana wa Israeli katika mji wa ahadi. Alimwambia Joshua kwamba ili neno la Torati lisitoke katika kinywa chako, litafakari usiku na mchana. Kwa hivyo unapata kwamba sisi
tunaangamia, ama sisi tunapotea, ama sisi tunateseka, ni kwa sababu hatujui maandiko. Hatujui neno linaongea namna gani. Wakati uko katika shida, wakati uko katika magonjwa, hauelewi kwamba ni neno gani ambalo utapata mahali pale. Utapata kwamba naweza sema kwamba utapata kwamba hii majaribu ambayo tunapigia, ama hii vita ambayo tunapitia, utapata kwamba hizi ndio hiyo njia hizo ndio shetani alitumia kwa Adamu wa kwanza, na pia akatumia kwa Adamu wa pili, Yesu Kristo. Kwa hiyo utapata kwamba Biblia imetuambia kwamba hatujui ama tunapotea ama hatuna nguvu. Naenda mbele. Na kwamba hatuna nguvu ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hatujui maandiko. Wakati mnaambia shetani amekuwa mjanja sana. Acha nikuelezee mahali pale. Shetani amekuwa mwakili. Kwa sababu shetani ametaka tumpige, amegeuza akili ya watu. Anataka kwamba tupigane na yeye tukitumia silaha zake yeye mwenyewe. Hatutumii silaha ambayo Mungu ametupatia ambayo ni neno. Kwa sababu unapata kwamba wakati unaingia katika shida, wewe unaanza kunung'unika, wewe unaanza kulalamika. Hizo ni silaha za shetani ambazo unatumia. Na kwa hivyo nataka ujue kwamba huwezi shika mtu ikiwa unatumia silaha zake yeye mwenyewe. Wewe unapata kwamba anaweka ndani mwako ile roho ya kulalamika na kunung'unika. Sasa inakuwa kwamba unatumia silaha zake kumpinga yeye. Lakini Biblia imetuambia kwamba hatunapotea ama hatuna nguvu ya kumiliki vitu zote, baraka zote ambazo ametupa, ni kwa sababu hatujui maandiko. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo maandiko ni kitu gani? Ama maandiko ni nini? Nataka tujiulize swali. Maandiko ni nini? What is the word? What is the scripture? Kwa sababu nasema kwamba hatujui maandiko. Jambo la kwanza, maandiko ni Mungu mwenyewe. Kusoma katika John chapter number 1 verse 1 inasema kwamba pale mwanzo kulikuwa na neno, na neno lilikuwa na Mungu, na neno lilikuwa ni Mungu. Kwa hivyo utapata kwamba maandiko ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo wakati unajaribiwa ama wakati uko katika shida ama wakati uko katika hitaji, nataka ujue kwamba silaha ama kitu ambacho unaweza tumia, kitu cha pekee ni neno, kwa sababu neno ni Mungu mwenyewe. Wakati una apply neno katika ile shida yako ama wakati una apply neno katika ile hitaji ambalo uko nalo, umeapply Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo neno ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema kwamba pale mwanzo, na vyote kusoma katika Genesis pale unapata kwamba vyote vilivyofanyika, sio Genesis pale John tu pale. Unapata sema kwamba vyote vilivyofanyika, hakuna kilichofanyika pasipokuwa na neno. Kwa hivyo kitu chochote ambacho unahitaji kiko mahali pale. Wakati una apply neno, una apply yule ambaye ni designer, yule ambaye aliweka kile kitu ambacho ametaka, yule ambaye aliumba kile kitu ambacho unahitaji. Kwa hivyo wakati una apply neno, umeapply Mungu mwenyewe. Jambo la pili, nimeandika pale mahali pale kwamba neno ni upanga. Biblia inasema kwamba neno la Mungu lina makali kuliko upanga ukatao kuwili. Kwa hivyo wakati unaapply neno mahali pale, hiyo ni upanga. Biblia inasema kwamba neno la Mungu lina makali kuliko upanga ukatao kuwili. Kwa hivyo neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Uko na makali kuliko upanga ukatao kuwili. Kwa hivyo wakati unaapply neno katika mahali pale, Biblia inasema kwamba niko na hakika kwamba utashinda. Jambo la tatu ambalo nimeandika mahali pale, nimeandika kwamba neno la Mungu isamira ni kioo. Bwana sio sana. Sasa unajua kioo, nafikiri kioo ya kujiangalia ndani. Unajua asubuhi ya leo wakati nilikuwa nataka kutoka, nilikuwa nimevaa ile shati ya orange. Hiyo na jana najua ile Sunday best yangu. Sasa nilikuwa nimevaa, na wakati nilienda kwa kioo nikajiangalia, nikapata kulikuwa na alama hapa. Na nikasema nikivaa koti nikifunika nadhani itanipea kioo sana, acha tu nibadilishe. Na nikabadilisha. Ni kwa sababu gani niliona hii alama? Ni kwa sababu nilienda kujiangalia kwa kioo. Lakini kama ingekuwa kwamba sikuwa na kioo, labda singeona hii alama. Na singejua kwamba labda kuna mahali fulani kuna dosari. Na ndiposa nimesema kwamba neno la Mungu ni kama kioo. Wakati unafanya dhambi, kitu ambacho nataka ukiangalia kwamba kwa kitu yote ambacho unafanya, labda wewe katika njia zako unaona ni nzuri ama labda ni mbaya, ndio wewe mwenyewe unaziona. Lakini nitakana wewe ukiangalia katika neno la Bwana, uangalie kwamba kitu kinafanya, je, kinaendana kulingana na neno la Mungu? Je, kiko sambamba na neno la Mungu? Bwana asifiwe sana. Unapata kwamba kuna mtu kama watu wale ambao wanahalalisha uovu. Unapata kwamba kitu wakati unakiangalia unaona kwamba hii kwa hakika ni uovu. Lakini unapata kwamba mtu kwa jina mtumishi wa Mungu anakihalalisha, anasema hii kwamba iko sawa. Je, hiyo itakalofahamu ya kwamba ni ile kwamba hana kioo, hana neno la Mungu, hana maandiko. Kwa sababu kama angeenda kujiangalia katika maandiko, angetambua kwamba hii kitu sio sawa, hii kitu haiendani sawa. Kwa hivyo neno la Mungu katika pale ya kwamba ni kioo. Hiyo ndio pia Mungu anatumia kutupima, kutuangalia kwamba ni vipi tunaishi, ama tunaishi kulingana na njia zake, ama tunaishi kulingana na njia zetu sisi wenyewe. Na hiyo ndio pia neno ambalo ni kioo ambacho itakana wewe mwenyewe pia utumie kujipima kwamba katika njia ambazo unazoenda, je, ziko sawa kulingana na mapenzi ya Mungu ama ni njia zako wewe mwenyewe. Biblia inasema katika Methali ya kwamba kuna njia zionekanazo nzuri machoni kwa mwanadamu, lakini mwisho wake unaelekea katika mauti. Kwa hivyo ukiwa na neno la Bwana, kwamba kama utajua maandiko, Biblia imetuambia katika Mathayo 22:9,
utapata kwamba utajipima na neno, utajilinganisha na neno. Wakati unafanya kitu chochote, utajiangalia neno ya kwamba je, hii kitu ambalo ninafanya iko sawa? Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nataka nimesema kwamba nitawapatia silaha moja ambayo tutatumia. Sitaki kwenda kwa mambo mengi ama katika silaha nyingi ama kuambia nini. Kwa hivyo unajua kuna vitu vitatu. Kuna vitu vitatu ambazo shetani huwa anatumia. Kuna vitu vitatu ambazo shetani hutumia ama adui hutumia ili ya kwamba anatupokonya nafasi yetu ama anatuzuilia kufikia katika hatima zetu. Bwana asifiwe sana. Na kitu cha kwanza ambacho shetani huwa anatumia ni lust of the eye, tamaa ya macho. Kitu cha pili ambacho huwa anatumia ni ya kwamba lust of the flesh, tamaa ya mwili. Na kitu cha tatu ambacho shetani huwa anatumia ni kiburi cha maisha. Bwana asifiwe sana. Hizo ni vitu ambazo shetani anatumia ama adui anatumia. Kisha unapata kwamba anapinga huduma yako, haiendi mahali penye Mungu alikuwa anataka ifike. Unapata kwamba anapinga chochote ambacho unafanya. Ni hizi vitu vitatu. Na utaangalia katika Genesis, katika Genesis chapter number 3, katika mstari wa 4. Utapata mahali pale utapata kwamba hii mbinu ama hizi silaha hizo ndio shetani alitumia katika wale Adamu wa kwanza. Katika Genesis chapter number 3 utapata kwamba hizo ndio silaha ambazo shetani alitumia katika Adamu wa kwanza na akamshinda. Naweza sema kwamba alimshinda kwa sababu baadaye alikuja akakubaliana na shetani. Kwa hiyo wacha tusome mahali pale utaona vitu ambazo nakuambia. Na hizo ndio utapata kwamba hizo adui anatumia hata wakati wetu. Kwa sababu unataka kujiuliza kwamba wakati unafanya chochote kile ambacho unafanya, je, ni nia gani ambayo inakuwa nyuma ya kile kitu ambacho unafanya? Naweza kuwa umenunua gari ndio, lakini iko ni nia gani ama ni makusudi gani kwa nyuma ile gari? Ni kitu gani ambacho umenunua kwamba ikusaidie katika hiyo gari? Kwa sababu unaweza nunua gari ili kwamba wajue pia unaweza nunua gari. Unaweza jenga kanisa kubwa kama vile tumejenga ili kwamba Kakamega wajue pia unaweza jenga kanisa. Hiyo unajua haitukuzi Mungu. Na hiyo shetani anatumia, kisha unapata anazuilia makusudi yetu, anazuilia maono ambayo tulikuwa nayo. Ni kwa sababu nia makusudi iliyokuwa nyuma ya kile kitu ambacho tunafanya haikuwa sawa. Katika Genesis hiyo nadhani mtatusaidia kusoma mahali pale katika Genesis chapter number 3 kuanzia verse number 4. Genesis chapter number 3. Kwa hivyo achia pale kwao. Kwa hivyo unaona kwamba Biblia inasema kwamba wakati mwanamke aliona kwamba hiyo mtu unafaa kwa ajili ya chakula, hiyo ilikuwa ni the lust of the eye. Na kwamba ilikuwa tamaa. Kwa sababu inasema kwamba wakati aliona inafaa kwa ajili ya chakula, ya kwamba na akaendelea kwenda kusoma mahali pale. Biblia inasema hivi. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Amen. Tunasikia mahali pale hapo na inasema kwamba ni mti wa kutamanika kwa maarifa, pleasant to the eye. Kwa hivyo ilikuwa the lust of the flesh. Ni vitu ambavyo tunaona kisha tunavutiwa, tunaona kwamba hizi zinafaa na kwamba hizi zinastahili. Hiyo ilikuwa the lust of the flesh. Na hiyo mwisho anasemaje? Kwenda mahali pale. Basi alitwaa katika matunda yake akala. Akampa na mumewe naye akala. Wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Wakashona majani ya mtini. Wacha mahali pale. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba shetani akamwambia Adamu, akamwambia kwamba Mungu hakuzuia ukule kwa sababu mbaya, lakini alizuia ukule kwa sababu alijua kwamba hapo ndipo utajua mambo kati ya mema na mabaya. Hiyo ilikuwa ni kiburi cha maisha, kwa sababu wakati Mungu anaumba Adamu na Eve, alikuwa amewaumba kwa mfano wake mwenyewe. Lakini sasa unaona hapa shetani anakuja, anaingisha kiburi ndani ya maisha yake, anaanza kugeuza, anaanza kumuonyesha kwamba anamwingisha tamaa ya macho. Anamwambia kwamba hili tunda linafaa kwa ajili ya chakula. Anasema kwamba hili tunda kipengele cha pili kwa mapa lust of the eye inasema kwamba imesema mahali hapo kwamba hilo neno hilo tunda lilikuwa pleasant to the eye, kwamba linafurahisha kwa ajili ya macho yake. Hiyo ilikuwa the lust of the flesh, na kwamba hiyo kitu ilikuwa ni ya kutamanika katika mwili wake. Kwa hiyo unapata kwamba hizo silaha peke yake ambazo shetani anatumia ili ya kwamba akapate kutupinga. Bwana sio sana. Hizo ndio silaha ambazo adui shetani anatumia kupinga huduma zetu ama kupinga chochote ambacho tunataka kufanya. Kwa hivyo nataka tuangalie wakati Adamu alijaribiwa na hizo, Adamu hakukuwa
inamuita kwamba joka wa kale. Shetani alikuwa kabla hata babu yako hajazaliwa. Shetani alikuwa kabla hata Adamu hajakuwa. Ya kwamba shetani alikuwa. Kwa hivyo huwezi tumia hekima zako, huwezi tumia akili zako, huwezi tumia maarifa yako mwenyewe kisha kumpinga. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo nataka kuangalia mahali pale katika Luke chapter number 4. Nataka kuangalie vile shetani wakati shetani anakuja kumjaribu Yesu Kristo Adamu wa pili. Kwa sababu wakati alijaribu Adamu wa kwanza, Biblia inasema kwamba alimshinda. Lakini acha tuone vile Yesu alivyoenda kumjaribu. Wakati amjaribu, anakuja kujaribu Yesu katika Adamu wa pili, anakuja kujaribu Adamu vile alimjibu. Hiyo ndio silaha ambayo nataka tutatumia. Na hiyo silaha pekee yake wakati tunaapply ya kwamba hata shetani atakubaliana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika nimesema katika Matthew chapter number 4. Matthew chapter number 4. Wacha tusome kwa mstari wa kwanza. Utaona silaha ambayo shetani ambayo Yesu alitumia na akamshinda shetani. Na hiyo ni silaha ambayo nataka tukasifike na tutaitumia ili ya kwamba tukapate kumpiga. Kwa sababu tumejaribu kumpiga kwa machozi, tumejaribu kumpinga labda kwa kukemea, tumejaribu kumpinga kutekaleta anointing, tunatumia chumvi, lakini bado tunahangaika na bado tunapitia zile challenges ambazo tulisho Bwana ametufundisha asubuhi. Lakini hii ni silaha pekee yake ambayo wakati tutaiapply, wakati tutaiweka mahali pale ya kwamba isipite, utapata kwamba shetani atatuachana na sisi. Shetani atatoka mbele zako. Katika Matthew chapter number 4, kuanzia mstari wa kwanza, kama umefika mahali pale, naweza nisaidia kusoma kwa utaratibu na Mungu atakuwa anatubariki. Biblia inasema hivi, kisha Yesu akapandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. Kwa hivyo unajua hapa ukiangalia story unapata kwamba shetani alikuja kujaribu wakati alikuwa anahitaji. Kwa hivyo pia wewe wakati shetani huwa anakuja kujaribu ama anakuja kupinga wakati unahitaji. Hapa Biblia inasema kwamba baada ya Yesu kufunga siku 40, ndiposa Biblia inasema kwamba akakuja kujaribu, akapelekwa nyikani ili ajaribiwe. Mstari wa 3 Biblia inasema kwamba mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Kwa hivyo unaona wakati Yesu alikuwa amefunga na wakati huo ndio alikuwa amesikia njaa ya kwamba anahitaji chakula. Biblia inasema kwamba hiyo ndio wakati mjaribu wake alimjia na akamwambia kwamba approve ya kwamba thibitisha kwamba wewe mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unaona mahali pale kwamba wewe shetani huwa anakushia wakati ya kwamba uko unahitaji. Wakati unahitaji mahali pale, wakati uko katika shida, hivyo ndivyo adui anakuja. Hivyo ndio mjaribu anavyokuja. Lakini sikia vile shetani vile Yesu naye anaenda kumpinga ama anaenda kumshinda. Mstari wa 4 Biblia inasema kwamba naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo unapata kwamba wakati yeye shetani anakuja kumjaribu Adamu wa pili, kwa sababu wakati alimjaribu Adamu wa kwanza, Biblia inasema kwamba alimshinda kwa sababu Adamu alikuja akakula hiyo tunda. Lakini wakati amefika katika Adamu wa pili ambaye alikuwa ni Yesu Kristo, alielewa silaha ambayo inaweza kumpinga shetani. Alielewa silaha ambayo atasimama nayo. Na akamwambia kwamba imeandikwa. Imesema mahali pale kwamba kwa Kiswahili kwamba it is written, man shall not live by the bread alone, but by the every word that proceeds out of the mouth of God. Kwa hivyo unajua wakati shetani wakati mjaribu wake anakuja, je, kwa unamjibu nini? Wakati unahitaji, uko na shida kweli ya fedha, uko na shida labda ya magonjwa, je, ni jambo gani ambalo huwa unajibu? Biblia inasema kwamba Yesu alimwambia kwamba imeandikwa. Hakuanza kudumunika na kulalamika, hakuenda kutafuta anointing oil, hakuenda kutafuta maji, hakuenda kuchukua chumvi, hakuanza kupigia watu simu, hakuanza kuita watu wengine. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa amempatia silaha ambayo hata shetani alikubaliana nayo. Biblia inasema kwamba na akamwambia kwamba imeandikwa ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake. Kwa hivyo wakati wewe unajaribiwa, ni lazima kama hujui maandiko, vile Biblia imetuambia katika Mathayo 20:29, Biblia inasema kwamba mnapotea ama mnaangamia ni kwa sababu hamjui maandiko. Hamuna nguvu ni kwa sababu hamjui maandiko. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba hapa Yesu alijua maandiko. Alimwambia shetani ya kwamba imeandikwa. Kwa hivyo tukiendelea mstari wa 5, Biblia inasema kwamba mstari wa 5 ni kwamba kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Kwa hivyo unapata kwamba pale shetani, unajua shetani huwa hachoki. Kwa hivyo kwa sababu mara ya kwanza
umemjaribu kwamba ule mkate, akamwambia kwamba prove kwamba wewe mwana wa Mungu. Kwa hivyo amerudi tena mara ya pili, anasema kwamba akamchukua akampeleka mpaka kwa kinara cha hekalu. Nasikia Biblia inasema aje katika kienda kusoma mahali pale, Yesu akasema ya kwamba naye akajibu akasema mstari wa 5 ukasema sasa, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu akamweka juu ya kinara cha hekalu. Mstari wa 6 inasema kwamba akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu jitupe chini. Unaona pale shetani anamwambia kwamba ajithibitishe ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Na Biblia inasema kwamba kwa maana imeandikwa. Unaona hata shetani pia anajua maandiko. Shetani pia anajua kuna kile maandiko. Lakini tofauti ambayo shetani anakuwa anatuchallenge ya kwamba anajua maandiko ndio, lakini huwa anaitumia katika njia mbaya. Context ambayo iko nyuma ya ile maandiko ambayo anatumia njia mbaya, hayatumii vile inavyoeleza. Anasema kwamba shetani ananakili, anamwambia ya kwamba anasema kwamba kwa maana imeandikwa. Shetani ananakili hata sasa, anakariri Biblia inasema kwamba atakuagizia malaika zake na mikononi mwao watakuchukua, usije ukachukua mguu wako katika jiwe. Bwana asifiwe sana. Unaona pale pia shetani ananakili neno la Bwana, anamwambia kwamba imeandikwa pia, kwa sababu anajua kwamba silaha peke yake ambayo anaweza tumia ili kumshinda ni neno la Bwana, na kumwambia kwamba imeandikwa. Kisha wote tuendelee mahali pale mstari wa 7, Biblia inasema kwamba Jesus said unto him, Yesu akamwambia tena imeandikwa, yaani imeandikwa tena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Ya kwamba Yesu akamjibu pale imeandikwa ya kwamba usimjaribu Mungu muumba wako. Mstari wa 8 Biblia inasema kwamba and again the devil take him up into the exceedingly high mountain and show him all the kingdoms of the world and the glory of them. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari zake. Mstari wa 9 inasema kwamba mstari inasema ndipo Yesu alipomwambia nenda, hapana nimeruka mahali pale. Mstari wa 9 inasema kwamba and said unto him, all these things will I give unto you if you will fall down and worship me. Akamwambia haya yote nitakupa ukianguka chini na kunisujudia. Kwa hiyo unaona kwamba hapa shetani amemjia Yesu mara ya 3. Alimjaribu mara ya kwanza hakuenda. Yesu akamwambia kwamba imeandikwa. Amekamjaribu mara ya 2. Yesu baada akamwambia kwamba imeandikwa. Sasa mara ya 3 pia Biblia inasema kwamba na shetani akamjia mara ya 3. Akampeleka katika kilele cha mlima Nebo. Akamfikisha katika kile kilele, akamwonyesha fahari zote za dunia. Akamwambia kwamba ikiwa utaninamia tu, anasema kwamba nitakupa hii miliki yote, dunia yote na fahari zote na miliki zake zote. Kwa hivyo utapata kwamba haya majaribu matatu ndio yale tu pia Adam wa kwanza alijaribiwa lakini akashinda. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hakutumia silaha ya neno ambayo ilikuwa imewekwa mahali pale kwamba imeandikwa. Na kwamba unaona kwamba wakati shetani anakuja kwa Adam wa pili ambaye Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba Yesu akamwambia kwamba imeandikwa. Bwana asifiwe sana. Yesu akamwambia kwamba imeandikwa. Na mstari wa 10 mahali pale unapata Biblia inasema kwamba mstari wa 10 ya kwamba mstari wa 9 mwisho wake ikasema kwamba akamwambia haya yote nitakupa ukininamia, ukinisujudia. Mstari wa 10 inasema kwamba ndipo Yesu akamwambia nenda zako shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Kwa hiyo utapata kwamba hizi majaribu yote matatu hapa nikwambia, tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kitu cha maisha, utapata kwamba hiyo ndio majaribu ambayo shetani alitumia kwa Adamu, akamtumia kwa Yesu. Na hiyo utapata kwamba hiyo ndio pia shetani anatumia kwa sisi kama kanisa, anatumia kwa wewe kama Mkristo, anatumia kwa wewe kama mtumishi wa Bwana, kama nabii, kama nani. Kwa sababu shetani haheshimu mtu yeyote. Inaweza kuwa labda unafanya ishara, maajabu na miujiza, lakini shetani hata kuheshimu. Kwa hivyo hiyo ndio majaribu ambayo shetani anatumia, ama hizo ndio njia ambayo shetani anatumia ili ya kwamba kupinga. Lakini nataka nikuulize mchana wa leo ya kwamba ni kitu gani ama ni neno gani huwa unakariri wakati shetani huwa anakujaribu, wakati mjaribu wako anakushikia, wakati uko katika shida, uko katika hitaji, ni jambo gani huwa unamshibu? Je, huwa unamwambia kwa inaandikwa nini? Ndiposa nataka niwaambie asubuhi ya leo, silaha ya pekee ambayo tutamshinda nayo shetani wakati huu mgumu, wakati vitu zinaonekana kwamba zinaenda kinyume, ni ya kwamba ni neno la Mungu. Nitakana tusome neno la Mungu, tukule neno la Mungu, ya kwamba nikae ndani mwetu usiku na mchana, tukariri katika neno la Mungu. Ndiposa shetani atakwambia kwamba wewe kwamba atakuletea ndoto, ama anaweza kuambia ya kwamba unaenda kufa, nitakana kuwe na neno, mwambia kwamba
tutaishi kusimulia mema ya Mungu. Lakini wewe sasa badala ya uandike kumwambia kwamba umkaribie neno mwambie imeandikwa, wewe unaanza kulia, unaingiwa na wasiwasi, unaingiwa na shida. Biblia unapata kwamba kama shetani atakuletea mawazo akwambia kwamba hauwezi kufanya hivi vitu, nitakana unamwambia kwamba imeandikwa tunaweza fanya mambo yote kupitia Yesu atiaye nguvu. Lakini sasa baada ya sisi kwa sababu hatuna maandiko, hiyo ndio inafanya tunapotea, hiyo ndio inafanya tunaangamia. Vile Biblia inasema kwamba katika Hosea chapter number 4 inasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na nakwambia kwamba ukiendea matani nakwambia kwamba kwa sababu umekataa maarifa neno la Bwana. Naye anasema kwamba atakataa kuwa nabii wake na atakataa pia watoto wake. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu hatujui neno. Wakristo kama tutasoma neno la Bwana, kama tutakuwa na neno la Bwana ndani ya maisha yetu, nataka ujue kwamba shetani hatatushinda. Na hiyo ndio silaha pekee ambayo tutatumia na tutampinga shetani. Ninajua kwamba umejaribu maombi, tumeomba kama maombi ya kufunga na kuomba maombi ya kufunga siku 15, siku 3, siku 12, siku 20, siku 40 zote tumefanya. Lakini utapata kwamba bado katika zile hali zile tu hazijabadilika. Ni sio kwamba hujaokoka, umeokoka, wewe mtumishi wa Bwana. Lakini nataka kukuambia siku ya leo, nataka kukupa silaha moja hiyo ya kwamba imeandikwa. Hiyo ndio silaha ambayo nataka kukupa mchana wa leo. Ya kwamba kila wakati mjaribu wako anakuja, anakuambia kwamba thibitisha ya kwamba ni mwana wa Mungu, anakuambia kwamba unaenda kukufa hivi karibuni. Nataka kumwambia kwamba imeandikwa ya kwamba sitakufa bali nitaishi. Nataka baada anakuambia kwamba wewe ni maskini, unamwambia kwamba Yesu alifanyika maskini ili kwamba sisi tutajirike. Kwa hivyo hiyo ni maneno ambayo nitakana alikuwe ndani ya kinywa chako. Kwa hivyo unapatikana kwamba kama hauna neno ndani ya moyo wako, ndani ya kinywa chako, ni rahisi kwamba shetani atakuja na atakupepeta kama ngano, na utapata ndio unasikia kwamba kitu kidogo tunapata kwa hawa wadogo. Wakati anakuja unapata kwamba ndugu fulani amenikwaza, unapata amerudi nyuma, unapata dada fulani amenikwaza, unapata mtu amerudi nyuma. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hana neno ndani mwake. Wakati ibilisi anamjaribu wake alimshidia, akamwambia kwamba imeandikwa na angemshinda kwa sababu ya shetani amejua. Shetani anaamini pia katika maandiko. Bwana sio sana. Mimi kuna basi moja na leo asubuhi ndio nimeikumbuka. Kuna basi moja ambayo nilikumbuka ambayo Mungu ama malaika Mungu aliniletea ama Mungu aliniletea wakati nilikuwa nimefika katika ukuta, kama nimefika mahali pa backslide. Sema backslide. Lakini hatuta backslide. Kuna wakati miaka 10 iliyopita, wakati nilikuwa kwa huduma fulani tukifanya kazi, kama tumejitolea mahali pale, ilikuwa Sunday, na kumbuka ilikuwa Sunday moja baada ya ibada. Tukishamaliza ibada tunaenda nyumbani. Nikifika pale Fishpond, nikaona simu ikalia. Nikaangalia kwa simu, nikapata ni mtumishi wa Bwana ananipigia. Nikaweka pipi kwa stand, nikashika. Hello. Yes, brother Samuel. Nikasema ndio basi. Sasa naona kuanzia leo na dada kukaa na wewe imetosha. Tumekaa na muda wa kutosha. Nikaishiwa nguvu. Nikainama kwa pikipiki, kuna jamaa hapa akaniuliza, tumbo inakuuma? Nikamwambia hapana, niko sawa. Yaani nikashindwa, nikajianza kujiuliza hii miaka yote, yaani nimekuwa nikisumukania nini? Nikamuuliza, kwani nimekosa nini? Atapana neema kukaa na wewe imekwisha. Na ndiposa hii Zaburi 138 verse number 8. Hilo neno lilikuja na maulizika hiyo limekuja ndani mwangu. Na nikafikiria na nikaenda kwa nyumba nikachukua Biblia. Ngaje nikajaribu nisome, nikajaribu kuelezea Biblia yangu, najua huko yatakana tuenda kaniambia kuwezekana. Wewe jamaa hizo kuachilia. Nikamwambia hiyo ndio hii ilivyo. Ndio story break. Kwa hiyo nikamwambia nimekwambia kwa sababu gani? Kuna hiyo Zaburi 138 verse 8. Wakati umefika mahali umefika katika ukuta ya kwamba hauna nafasi ya kuweka katika hiyo hitaji lako, ama umefika katika shida na unaona kwamba hakuna neno ambalo unaweza weka mahali pale, umwambie shetani ya kwamba imeandikwa. Ukisoma mahali pale utapata hiyo itakusaidia, kwa sababu hiyo inaweza sema kwamba imebeba yote ndani ya yote. Bwana sifa sana. Kama mtu amefika mahali pale anaweza soma mahali pale, uone Biblia inasema namna gani. Katika Psalms 138 verse 8. Nimeikumbuka asubuhi ya leo, na pia nikaiomba asubuhi ya leo tena, nimeiomba kwa maombi, kwa sababu wakati nilifika mahali pale na nikakumbuka hiyo kitu ambayo ilifanyika, na ikanitia nguvu, na nikabaki nikaendelea kusimama, na mpaka nimesimama mpaka siku ya leo. Psalms 138 verse 8. Nimefika mahali pale naweza kusoma. Amen. Kwa hivyo nilienda nikafanya ombi. Nikaambia Mungu ya kwamba Bwana, umesema utanitimizia makusudio yangu ama mambo yangu yote. Na akasema pale chini, nimesema kwamba na Bwana hata sahau kazi ya mikono yake. Nikamwambia kwamba mimi ni kazi ya
Kwa hiyo kuna wakati ambapo unafika katika ukuta, wakati mjaribu wako amekuja na unaangalia kwamba huna neno la kukabili mahali pale, kumwambia kwamba imeandikwa. Kitu ombe ambacho nataka kusaidia mahali pale, ambia Mungu ya kwamba imeandikwa kwamba Bwana atatimizia haja zangu zote, na kumwambia kwamba Bwana umesema hautaniacha, na kwamba hautaacha kazi ya mikono yako, hautasahau kazi ya mikono yako. Wewe unamwambia Bwana kwamba Bwana usinisahau, mimi ni kazi ya mikono yako, katika hii hali ambayo niko ndani usiniache, katika hii hali ambayo niko ndani usinisahau, na utapata kwamba hiyo itakusaidia na utasimama na utaendelea. Lakini kama utaenda kunung'unika, kama utaenda kulalamikia watu, kama utaenda kuelezea watu, kama utaenda kuchukua vitu vingine, kwanza kwa kulia ama kufanya kitu gani, nataka kuambia kwamba hiyo haitamshtua shetani, hiyo haitamzuilia shetani, kwa sababu shetani Biblia inasema kwamba yeye ni joka wa kale, alikuwa kabla ya misingi ya ulimwengu, before kabla ya Adam. Biblia inasema kwamba shetani alikuwa. Kwa hiyo wakati Yesu anazaliwa anaenda kujaribiwa, shetani alikuwa ameishi katika jangwa. Kwa hiyo shetani alikuwa. Kwa hiyo kitu cha pekee ambacho kitamzuilia shetani, silaha pekee ambayo nataka tutumie mapendwa, kama kumpinga shetani ama kusimama katika hiyo wokovu na tupate kushinda challenges zote ambazo tunaambiwa asubuhi, ni wakati tutakula neno la Bwana, tutakula maandiko. Wakati unaongea neno la Bwana, wakati unaongea unapiga stop, unapiga neno la Bwana. Sio ya kwanza pia wewe kwanza kuongea kwamba mambo yamekuwa magumu, ya kwamba vitu zitatumaliza, vitu kama hizo sio katika kinywa chako, kwa sababu ile inasema kwamba mtu hukumiwa kwa maneno ya kinywa chake mwenyewe. Wewe unapata kwamba wakati unasema kwamba imeandikwa, wakati unafikiria kwamba imeandikwa, nataka ujue kwamba hiyo ndio kitu ambacho itakusaidia. Hiyo pekee yake ndio itampinga shetani. Hiyo pekee yake ndio silaha ambayo utatumia na utampinga shetani. Sijasema anointing oil ni baya, sijasema chumvi ni baya na maji, lakini siko na sehemu yake ya kutumika. Lakini kama utamwambia kwamba imeandikwa, wakati unasikia kwamba kuna mawazo inakujilia ndani mwako, mawazo kukata tamaa, na unamwambia Bwana kwamba Baba umesema kwamba kazi njema ulianza ndani mwangu hautaiachia njiani, unamwambia kwamba imeandikwa, na utapata kwamba Bwana atakutia nguvu na Bwana atakuimarisha. Wewe unataka nimalizie pale mchungaji wako wa siku ya leo katika jina la Yesu. Najua mtumishi wa Bwana anataka kuongoza kwa ombi moja. Okay, anasema ako sawa. Kwa hivyo nataka tufanye ombi moja mahali pale, alafu kisha nitakuwa nakaribisha programa aendelee na ibada. Kwa hivyo nataka tufanye ombi mahali pale katika jina la Yesu. Nataka tuambie Bwana asubuhi ya leo ya kwamba tuambie tu Bwana kwamba atupatie kiu ya neno lake. Kwa sababu unajua shetani amekuwa mchana. Vile mtumishi wa Bwana alikuwa anafundisha asubuhi, hizo changamoto zote ameleta ndani ya maisha yako ili ya kwamba kupiga imani yako vita, ili ya kwamba kushushe katika imani yako, ili ya kwamba uone kwamba hata kanisa halisaidii, uone kwamba hata wokovu halisaidii, uone hata neno la Bwana ni kama sio kweli. Kwa hivyo unapata kwamba nataka tuambie Bwana asubuhi ya leo, kwa sababu wakati tutajaza neno la Bwana, wakati tutakula neno la Bwana, utapata kwamba tutakuwa na nguvu za kumshinda shetani. Kwa sababu nimetuambia kwamba hatuna nguvu kwa sababu hatujui maandiko. Tunaangamia ama tutapotea ni kwa sababu hatujui maandiko. Kwa hiyo nataka uombe ukiwa mahali pale, kama unaweza omba kama umeketi ama kama umesimama. Nataka kuambia Bwana asubuhi ya leo ya kwamba Bwana katika jina la Yesu nipatie kiu na tamaa ya neno lako, ya kwamba nitasoma neno lako usiku na mchana, ya kwamba ile neno lako halitatoka ndani ya kinywa changu, utalitafakari usiku na mchana. Hata katika barabara utakuwa unatembea ukiongea ukisema Bwana ndio mchungaji wangu, sitapungukiwa na jambo lolote. Katika majani mabichi yeye hunilaza, utakuwa na kaneno la Bwana. Wewe kwa sauti yako mbele za Bwana asubuhi ya leo katika dakika 2, kisha mwambie Bwana katika jina la Yesu, Baba nikapa Mungu ajabu, nipatie kiu ya neno lako, na kwamba utatamani neno la Bwana, utatamani kusoma Biblia, utatamani kusikiliza neno la Bwana kila mahali unapoenda, katika kazini, ipo njiani, kwa shule unapiga, hautakuwa unaimba, lakini utakuwa unakabili neno la Bwana katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo, Baba ni mwamini nako asubuhi ya leo, Baba ukasema katika neno lako Mungu ajabu, na kwamba Bwana pale mwanzo kulikuwa na neno, na neno lilikuwa na Mungu, na neno likakuwa Mungu, na vyote vilifanyika kwa neno lako. Baba tunachoomba asubuhi ya leo katika jina la Yesu, na kwamba Bwana tupatie kiu na njaa ya neno lako, tupatie tamaa ya neno lako asubuhi ya leo. Baba ndani ya maisha yetu Mungu ajabu, na kwamba tutalitafakari usiku na mchana, na kwamba tutalitafakari mahali pa kazi, tutalitafakari katika ofisi zetu, tutalitafakari Mungu ajabu hata katika barabarani. Baba na sifa na utukufu tukurudie. Asante Bwana kwa sababu kuna mwingine kama wewe. Baba chukua Mungu ajabu chemichemi ya neno lako ndani mwetu katika jina la Yesu Kristo. Bwana nimekuja utukuze mchana leo kwa sifa zote na utukufu katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus we pray. Amen.